Nafikiri hivi mnanisikia? Amen. Amen. Napenda tena kuomba Mungu mara nyingi. Maana ni ya maana tena ni ya lazima sana kuomba Mungu. Amen. Kila mtu anaweza kujiombea mahali. Mungu Baba mtakatifu, wewe ni Mungu mwema. Tena Mungu mwaminifu. Tunasimama mbele zako wakati kama huu, siku kama hii, tarehe kama hii, kwa nchi hii ya Finland. Naomba utukaribie tena. Utuoshe kwa damu ya Yesu. Utusamehe. Maana sote ni wadhaifu wa roho. Sote ni wadhaifu wa mwili. Tuhurumie Bwana. Tuoshe kwa neema yako. Tutakasike katika jina la Yesu. Mkono wako wa nguvu, mkono wako wa rehema jioni ya leo uwe pamoja nasi Bwana. Utusamehe. Neno lako linasema atakaye sema kama Yesu mwenye dhambi amekufanya wewe Mungu kama ni muongo. Tuko mbele zako wakati kama huu. Naomba utukaribie Bwana. Tuoshe kwa neema yako, tutakase kwa neema yako. Katika jina la Yesu, tuoshe kwa damu ya Yesu. Tutakasike Bwana. Ili neno tunakwenda kuliongea liwe msaada kwangu, liwe msaada kwa huyo anakwenda kulisikia jioni ya leo. Na kushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Tena ukisamehe unasamehe kama Mungu, hausamehe kama wanadamu. Haukumbuke yaliyopita. Hapana. Wewe ni Mungu mwenye haki na nguvu na uwezo wa ajabu. Ikiwa tunakusanyika hapa jioni ya leo, si kwamba sote ni watakatifu, hapana. Lakini kwa neema yako tunaishi. Kwa neema yako tunatembea. Kwa neema yako tuko wazima. Naomba hiyo neema iwe pamoja nasi jioni ya leo. Tunakwenda kuliongea neno lako, kulizungumza neno lako, na kuomba uwe nyuma ya hili neno. Uwe nyuma ya hili neno ili liwe msaada kwetu jioni ya leo. Ninakushukuru. Ninasema asante kwa yote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi. Itakuwa brefu sana. Nafikiri Mungu kama akitusaidia dakika 15 tutaliongea, lakini neno la Mungu. Amen. Amen. Tunasoma Zaburi 37. Psaume 37, chapitre 37, verset 5. Zaburi sura 37 au 37 na mstari wa 5. Tunasoma tena Zaburi 55 au 55 au 55 verset 22 au 22. Amen. Amen. Tuko pamoja. Tunasoma Zaburi ya 37:5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Umkabidhi Bwana njia yako. Umkabidhi Bwana njia zako. Pia umtumaini. Naye atafanya. Umtumaini na yeye atafanya. 55 Psaume 55:22. Zaburi 55 na 22. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Umtwike Bwana mizigo wako. Umbebeshe Bwana mizigo yako. Naye atakutegemeza. Na yeye atakutegemeza. Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele. Hatamwacha nani? Mwenye haki. Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele. Afe ovyo. Haleluya. Amen. 37:5 inasema umkabidhi Bwana nini? Mizigo yako yote na yeye atafanya. 55 inasema vile vile
inasema 55:12 inasema umkabidhi, umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele. Amina. Amen. umtwike Bwana mizigo yako, naye atakutegemeza. Hatamwacha mwenye haki aondoshwe milele. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuna wakati mwingine unakutana tunajitegemeza sisi wenyewe, tunataka kutumikisha akili yetu au mawazo yetu. Wengine wanataka kutumia pesa zao au nguvu walizo nazo. Wengine wanategemea familia zao, kwa sababu wanaweza kuwa na familia kubwa zenye kujiweza. Wengine wanategemea mambo mengi, wanategemea akili, madiplome, kitu namna hiyo. Lakini neno la Mungu linatuambia tufanye nini? Mizigo yetu yote tufanye nini? Tumbebeshe yeye au tumtwishe Bwana. Haleluya! Maana yeye ana mipango mizuri kwetu sisi. Haleluya! Amen. Ana mipango mizuri. Biblia inasema Mungu ana mipango mizuri kwetu sisi, au mawazo anayetuwazia sisi ni mazuri kuliko mawazo yetu sisi. Unaweza kujitegemea katika yote. Unatumia akili yako, unatumia fahamu zako, unatumia marafiki wa jamaa, wakashindwa kukusaidia. Kwanza wanakusema huko pembeni. Amen. Amen. Wanakusema, ule mwenye utakimbilia kumwambia shida yako, anageuka pembeni, anaanza kukutapa, kukuteta. Amen. Amen. Anaanza kukusema, ni ndugu, ni mkubwa yako, ni shangazi yako, mlinyonya liziwa limoya, lakini anazunguka pembeni, anaanza kukuteta, anaanza kukusema. Lakini Mungu anasema, unibebesha mizigo yako yote, na mimi nitafanya nini? Nitatenda, nitafanya, maana yake nitakuokoa. Yo, haleluya! Yesu naye akasema, njooni kwangu nyote mnayefanya nini? Mnayelemewa na mizigo, nitawapumzisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Aseme, njooni kwangu nyote mnayolemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Mizigo haiko mizigo ya kubeba kichwa, haiko mizigo ya kubeba kumgongo, lakini inaweza kuwa hata ni mizigo ya kiroho. Amen. Inaweza kuwa ni mizigo ya kiroho, mizigo matatizo ya kifamilia, mizigo magonjwa, mizigo tofauti yenye hauwezi. Amen. Mizigo yenye hauwezi. Nakumbuka ule kiwete alikuwa anafanya miaka 38 kwa kisima cha Bethsaida. Alikuwa pale miaka 38. Yo, haleluya! Lakini Yesu alipopita tu akamuuliza, wewe ni kitu gani hapa? Akasema, mimi sina mtu wa kunisaidia wakati maji inachemuka, nakosa kulitumbukiza ndani ya maji. Yesu akamwambia, jitwike mzigo wako, kirago chako, na uende. Haleluya! Yesu, Mungu akasema, nitwike mizigo yako yote, maana ninaijua na mimi takusaidia. Ule kiwete alikuwa anafanya miaka 38 iko pale kwa kisima. Yesu alifanya kazi miaka mingapi? Miaka 3. Maana yake huyo kiwete alikuwa pale, Yesu hayazaliwa. Haleluya! Alikuwa pale, Yesu hayazaliwa. Inawezekana wewe uko leo umemkuta Yesu iko, lakini una mizigo, unalemewa, haujui ufanye nini, haujapata jibu. Inawezekana umeomba siku nyingi, lakini haujajibiwa. Uliomba msaada kwa marafiki, kwa ndugu, lakini haujajibiwa, haujapata. Amen. Amen. Ule kiwete alikuwa anangoja kwa neema Yesu apite pale, alafu amwambie, jitwike mzigo wako wende. Haleluya. Amen. Kama naongea hili neno nafurahi sana.
Amen. Amen. Yesu akapita pale akamwambia, miaka 38 mzee wangu haiko kidogo, iko tu mingi. Akamwambia, jitwike mzigo wako uende. Miaka 38 alifanya pale, bado miaka 3 Yesu alikuwa hayazaliwa, lakini inaonekana alikuwa anangoja msaada kutoka kwa Yesu. Leo tuko hapa, ili neno umelisikia miaka mingi, ulisikia maneno mingi ya Mungu mingi, lakini ulikuwa uyasikia kama Yesu wakati penye haiko au penye ulikuwa mbali na yeye, anaweza kujibu. Bwana asifiwe sana. Anaweza kujibu. Wewe kufanya nini? Kumtegemea tu, umwambie Bwana, mimi siwezi. Hata wandugu walinisema, hata wandugu walinicheka. Mwambie nisaidie. Amen. Amen. Nisaidie. Nakumbuka ule mama alikuwa amegonjwa miaka, anavuja damu. Wakati Yesu alipita, imani yake ikamsukuma kugusa upindo wa nguo wa Yesu. Bwana tusaidie sana. Amen. Hakusema, lakini moyoni mwake imani yake ikamwambia, ukigusa utapona. Mizigo yake yote ya magonjwa aliweka kwa Yesu. Bwana tusaidie sana. Amen. Mizigo yake yote aliweka kwa Yesu, akajifofile ndani ya watu, akaenda akagusa upindo wake Yesu. Amen. Amen. Imani yake ikamfanya Yesu kuguswa, akasema, nani ananigusa? Watumishi, wanafunzi wakamwambia, Bwana, hapa tuko watu wengi, umati wa watu, tunagusana, tunafanya nini? Akawa kama mwenye kumkaribia, lakini Yesu akajua ni yule mama. Ule mama akajitokeza na woga, na nini, asema, imani yako imekuponya. Haleluya! Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sikiliza, kupitia neno hili, kulipitia neno hili, kuliamini na kuliweka moyoni mwako na kutembea nalo, Bwana atatenda. Amen. Amen. Bwana atatenda. Maana anasema, leteni mizigo yenu kwangu, maana ninawajua na mimi nitawapumzisha. Amen. Nitawapumzisha. Maana ni mimi niko na plan nzuri, au niko na vision nzuri kwa maisha yenu. Bwana sifiwe sana. Amen. Niko na maisha, niko na vision nzuri kwenu. Acha niambie kitu moja. Unaweza kuwa na familia kubwa, wasikusaidie kitu, wasikusaidie chochote. Wana mapesa, wanajiweza, lakini pale kusema wakuinue, wanaweza kukufanya boy yao au zamu wao au mlea watoto. Amen. Amen. Ni kweli hiyo, mlishaona? Pale kusema akuinue, anataka kulete kwake, akufanye zamu, kuchunga nyumba, uwe mtumishi wake kunyumba. Lakini Yesu anasema neno nzuri sana, mnitwike mizigo yenu yote, na mimi nitafanya nini? Na mimi nitawapumzikisha. Bwana tusaidie sana. Amen. 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 Na mimi nitawapumzikisha. Tunaishaona vitu mingi hapa chini ya juu, vitu mingi sana, lakini msaada, watu wanakimbia huku na huku. Mkisha choka ndio unakaa chini, sema nifanye nini? Pale penye unaishiwa pale, geuka nyuma, mwambie Bwana, nimechoka. Nimechoka, siwezi tena. Siwezi, nachoka. Sasa msaada wangu ni wewe. Mwambie Bwana, naleta mizigo yangu kwako, unisaidie, maana ni wewe unaweza, mimi siwezi. Amen. Acha tusome neno moja katika Amos. Amos 3:3. Nabii Amos 3:3. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Je, watu wawili waweza kutembea pamoja
wasipokuwa wamepatana. Watu wawili wanaweza tembea pamoja bila kupatana. Inawezekana? Nauliza, inawezekana? Mnijibu, inawezekana? Oh, haleluya. Inawezekana? Mtoke kunyumba, hata mnakaa nyumba moja, kila moja na programu yake. Mimi nafikiri si vile? Hamwezi kutoka kunyumba pamoja kama hamkupatana mtembee pamoja, maana kila mmoja anatoka na programu zake. Amen. Sasa vile na sisi kusema tumshirikishe Mungu kwa vitu vyote, lazima tupatane kwanza na Mungu. Haleluya. Amen. Naona tuko pamoja na wewe. Lazima kwanza tupatane na Mungu. Unatoka nyumbani usubuhi unamwambia Mungu Baba, na kushirikisha katika mambo yangu. Amen. Amen. Na kushirikisha katika mambo yangu yote, uwe pamoja nami, mizigo yangu na iweka kwako. Bila kupatana na Mungu, bila kushirikiana na Mungu, hamutatembea pamoja. Amen. Amen. Unajua kama ngombe zinaishi, mbuzi zinaishi, mifugo yote inaishi, ni kwa neema. Amen. Amen. Ni kwa neema. Maana inafugwa, wakati mmoja wanachinja wanakula. Sasa wewe kama haupatani na Mungu, unataka kwenda peke yako, shetani anakuona. Amen. Amen. Acha niwaambie kitu moja. Shetani anachunguliaka sana kushinda watu wanadamu. Unajua vipi? Amen. Amen. Anachunguliaka sana kushinda wanadamu. Tunakumbuka shetani anaongea na Mungu, akamwambia ulimuona mwaminifu wangu kule Ayubu? Akamwambia nimemuona. Akamwambia ule ni mwaminifu wangu. Akasema hapana, ule haiko mwaminifu kwako, ni kwa sababu umempatia kila kitu, utajiri, watoto na kila kitu. Umnyanganye uone kama hata kutoka, hata kukosea. Amen. Amen. Mungu akaruhusu Ayubu akakosa chochote, akakosa kila kitu, lakini roho yake ilibakia pamoja na Mungu. Mwisho wake ulikuwa mzuri sana kuliko vile alikuwa mbele. Shetani alichungulia kaona huyu tajiri iko nao, ukimpotea atamwasi Mungu. Lakini kwa sababu ya neema alimshirikisha Mungu katika mambo yake yote. Alikuwa mwaminifu mbele ya Mungu. Amen. Amen. Kwa sababu alikuwa mwaminifu mbele ya Mungu, Mungu akafanya nini? Ile mali yote ilipita, Mungu akamwezesha tena, hakumkufuru, hakusikia hata mke wake. Shetani alikwenda kutaka kupitia tena mke wake ili amkosee Mungu, lakini acha nikwambie, kuna masauti inaweza kuja kwako, inatoka huku na huku. Amen. Amen. Kama ile sauti ilitoka kwa shetani kumwendea ule mke wa Ayubu, anamwambia oh haleluya, kumwambia amkosee Mungu. Sema wewe, uaminifu wako mpaka wakati gani? Huwezi kumkufuru Mungu, huwezi kumkosea Mungu. Basi ujifie bila kusumbuka namna hii. Maana alikuwa anasumbuka, mwili ulikuwa umemsumbua kweli. Akamtizama mke wake akamwambia, wewe usiwe kama wajinga. Amen. Amen. Usiwe kama wanawake wengine wajinga. Amen. Amen. Au usiwe kama watu wengine wajinga. Kwa Mungu tutapokea mema na mabaya pia. Haleluya. Aliendelea kuwa mwaminifu mbele ya Mungu, na mwisho ya hayo Mungu akafanya nini? Mungu akamwokoa. Amen. Amen. Tukamate mizigo yetu yote tumkabidhi Mungu, na yeye atafanya nini? Na yeye atatuwezesha. Kumtegemea Mungu au kuomba kuna maana sana. Kule kuomba ni kuongea na Mungu. Ndio vile kuomba ni kuongea na Mungu, na kule Mungu kama anasikia vile anabadilisha vitu vingine vyenye haukuna tegemea. Tukamate mizigo yetu yote, mawazo yetu yote, fikira zetu zote, tumbebeshe Mungu, na yeye atafanya nini? Atafanya.
kupatana na Mungu mbele ya wakati. Unapatana na Mungu, unamwambia Mungu, Baba, nataka kutembea pamoja na wewe, maana bila kupatana hamtatembea na Mungu. Amen. Amen. Bila kupatana na Mungu hautatembea naye, haiwezekani. Utatoka tu unaenda, lakini Mungu haiko pamoja na wewe. Unaishi kwa neema kama vile ng'ombe na mbuzi na mifugo mingine. Siku moja inaliwa. Amen. Amen. Tena ikishaliwa hakuna kukumbukwa. Bwana tusaidie sana. Usikubali kufungwa na shetani. Amina. Amen. Usikubali kufungwa na shetani, maana siku moja atakula, tena hautakumbukwa. Hautakumbukwa. Sasa chukua mizigo yako yote. Umeshindwa. Pale penye huko umeshindwa, haujui ufanye nini. Maana hauna makimbilio, haujui ufanye nini ndani ya maisha yako. Biblia inatuambia tukamate mizigo yetu yote, tumbebeshe Mungu, maana hatuwezi, na yeye atatengeneza yote. Amen. Atatengeneza yote, maana anaweza yote. Bwana tusaidie sana. Anaweza yote. Ndio maana alisema wote wanayechoka na mizigo waje wailete kwangu, na mimi nitafanya nini? Nitapumzisha. Watu wamechoka leo. Watu wamechoka lakini hawajui njia. Bwana tusaidie. Amen. Watu wamechoka lakini hawajui njia. Yesu amesimama anasema, wote wamechoka ninawajua, waje kwangu na mizigo yao, na mimi nitawapumzisha. Amen. Amen. Acha nikwambie, wokovu ni msaada. Wokovu au kutembea pamoja na Mungu, kumshirikisha Mungu katika mambo yetu yote, ni msaada kwetu sisi. Amen. Amen. Asema wote wanaochoka. Nilipenda hili neno sana. Wote wanaochoka na mizigo yao waje wailete kwangu, na mimi nitawapumzisha. Ndio maana Biblia inaeleza kama mwimbaji mmoja alisema, Yesu ni jibu katika yote. Amen. Amen. Yeye ni jibu katika yote. Amen. Amen. Ni jibu katika yote. Maana wanadamu ni wadhaifu, hatuwezi. Nimeona familia zimetupa wengine, watu marafiki wamewatupa, lakini kwenda kwa Yesu inakuwa ni msaada. Ni kama kuokolewa kutoka ndani ya shimo. Amen. Ni kama kuokolewa kutoka ndani ya shimo. Pale kuna msaada. Ndio maana alisema, njoni kwangu nyote mnayechoka na kulemewa na mizigo, mimi niko hapa ili niwapumzishe. Bwana tusaidie sana. Amen. Hili neno ndani ya Biblia liko mara nyingi, fasi mingi sana. Sema, mnitwike mizigo yenu. Kamata mizigo yenu, mnitwishe. Umekosa mtu, umekosa baba, umekosa watoto, umekosa ndugu, ile mizigo yote inakuwa vigumu kusahau. Kamata, mwambie Mungu, yangu yote inaweka mbele zako. Ni yeye anakusababisha. Amen. Amen. Maana Biblia inatuambia yote inawezekana kwake Mungu. Tunaweza kusema kama haiwezekani sisi kama wanadamu, lakini kwake Mungu yote inawezekana. Amen. Amen. Kwake wewe ni kuamua tu, kuamua kufanya nini? Umwambie Bwana, mimi nashindwa. Sasa nataka utembee pamoja na mimi. Uniwezeshe mengi siweza. Tembea nami Bwana, maana siwezi. Tembea pamoja na mimi, unisaidie. Hapo mtatembea pamoja na Mungu. Mungu anapenda kumshirikisha, umwasosie vitu vyako. Ukimwasosie, anatizama, anasema ndio, huyu anakwenda kupotea, huyu anakwenda kupoteza, huyu anakwenda. Sasa Mungu anakurudisha, anakuweka kwa mstari. Unatembea pamoja naye, anakutengenezea njia.
Amina. Anakutengenezea njia, maana yeye ni yote ndani ya yote. Wakati nimesoma hili neno, mimi binafsi nilisikia nafarijika, nilisikia napumzika. Nilisoma mara mingi. Sasa nikamata mizigo yangu yote. Marafiki hawezi. Watu mara nyingine tunadanganyana. Sasa nitakusaidia hiki, nitakuwezi tufanyia hiki, nitakufanyia. Lakini nafika fasi moja, inasimama. Amen. Mlishaona ile? Nakupenda na mimi nakupenda. Lakini nafika fasi moja binakatana. Lakini Mungu kama anakuwa upande wako ni mpaka mwisho. Amen. Tunajua kama kuna vitabu. Si vile? Kuna vitabu Mungu anaandika kama majina. Ukitembea na Mungu mpaka mwisho, majina yako yanaandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini kama ukimwasi Mungu, hautembei pamoja na yeye, unakuwa mbali katika kile kitabu cha uzima, hautakuwemo. Sasa ni vizuri kufanya nini? Ni vizuri kumshirikisha Mungu katika yote. Mpatane ili muweze kutembea pamoja, mpatane. Kama hamtakuwa pamoja, umekosa uzima wa milele. Watu watakuona unapendeza, watu watakuona uko bien, unavaa nguo zinakamata bien, unasema kila mtu anapenda msemo wako, lakini mbele ya Mungu anakuona kama zero. Amen. Umeona kama umefanyikiwa leo, lakini mbele ya Mungu ni zero. Ile ulifanyikiwa leo, kesho umepoteza. Lakini ukiwa pamoja na Mungu, anakulinda na vyako vyote. Haleluya. Anakulinda na vyako vyote. Bwana asifiwe sana. Amen. Niliwaambia sasa picha yake ya 15. Nafurahi kuongea hili neno. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Tena hili neno kwangu na mimi ni msaada jioni leo. Amen. Msaada kwangu jioni. Na kutakia kukabidhi Mungu mizigo yako yote. Maana wewe hauwezi. Na ndio sababu alisema hili neno. Amina. Ndio sababu alisema hili neno, nasema wote wanaolemewa na mizigo waje kwangu. Inawezekana kwa uko hapa unahitaji kuandikisha majina yako katika kitabu cha ufalme. Inawezekana uko hapa jioni ya leo umeshindwa. Ulikosa solution ya jibu fulani. Ulikosa jibu kwa tatizo fulani. Mungu yuko hapa anatembea jioni ya leo. Anasema wote wanaolemewa na mizigo waje kwangu na mimi nitawapumzisha. Amen. Msaada wako ni kwake tu. Hakuna wengine msaada. Ni kwake tu. Amen. Ni kwake tu. Ni yeye kimbilio la vizazi vyote. Hakuna wengine msaada. Nataka kukuombea. Inawezekana uko hapa umeshindwa, mizigo uko nayo inakulemea, hauna jibu, hauna makimbilio, umevunjika moyo. Natengeneza maisha yangu kwa Bwana ili Yesu. Mungu anaona roho yako na tabia zako. Ili Yesu Bwana atusaidie. Amen. Kama unahitaji msaada, unaweza kusimama bila kusukumwa. Amen. Ili tukusaidie kwa maombi, tukusaidie uandiko na wewe katika kitabu, ujipatanishe na Mungu. Maana anasema watu wawili hawawezi kutembea pamoja kama hawakupatana. Sasa kama unataka kutembea pamoja na Mungu, mshirikishe Mungu katika mambo. Amen. Unaweza kusimama mahali ulipo. Tuweze kuombea. Amen. Tusiwe tunaingia kumkanisa kusikia neno la Mungu iwe kama neno la kawaida tunakwenda kusikia. Hapana, hili si neno la kawaida. Tena hakuna mtu atakucheka.
mtu atakucheka sema yule anakuja kutupatanisha na Mungu. Hapana. Bwana tusaidie sana. Tunataka kuomba. Amina. Amen. Lakini ngala nataka kukusaidia. Nataka kukusaidia. Mizigo yako yote hakuna mtu atakusaidia. Na baba yako na mama yako kama wapo hawawezi kukusaidia. Na wenyewe wanahitaji msaada kwa Mungu. Amen. Amen. Wanahitaji msaada kwa Mungu. Unaweza kusema. Tunakuomba. Hapa juu niko pale. Mwisho mmoja kuombea. Au mimi kuombea. Lakini tunahitaji kukusaidia. Urudie kupatanisha na Mungu. Rudia nyuma. Uangalie maetape ngapi Mungu alikurusha nayo. Na leo uko hapo. Mungu alikukinga au alikulinda na kitu gani jana na juzi na miaka iliyopita hadi siku ya leo. Watu wengi tunazoea kufanya kikawaida. Hili ni kanisa kubwa hapa, niko na watu wengi hapa tupo. Sioni kisi tuko hivi. Naona watu wengi hapa. Watu wengi. Na niko na mizigo. Anataka Mungu msaidie. Unaweza kusimama kidogo. Uko na mizigo, ulikosa msaada. Uko na mizigo, unataka Mungu akusaidie. Uko na maproje, unataka Mungu akusaidie. Tumwambie Mungu asikie. Maana Mungu anasikia. Neno la Mungu linasema uniite na mimi nitaitika. Nitakuonyesha mambo yenyewe hujaona kwa maisha yako. Yeremia anasema hivi, 3:13, niite na mimi nitakuitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu yenyewe haujaona kwa maisha yako. Tunataka kumuita Mungu. Amen. Amen. Tutakuita Mungu. Na kama hakuna tutaomba. Tutashukuru Mungu kwa kuwa hakuna mwenye iko na mizigo ya kuweka mbele ya Mungu. Basi tutasimama tu. Mungu wetu mwema, Mungu mtakatifu, neno uliweka kwa roho yangu nimeliongea. Na kushukuru kwa sababu nimeliongea na wewe pamoja nami na watu wako wamelisikia. Kwa hiyo tunajiweka mikononi mwako mara tena. Wadhaifu kiroho wasaidie. Wale wanao mizigo inaonekana hakuna, lakini neno lako ni neno la kweli tena la haki. Neno lako linatuambia hakuna mwenye anaweza kusema kama Yesu mwenye dhambi. Hapana. Na weka kanisa mikononi mwako. Utukaribie na kutusaidia katika yote. Usamehe kanisa lako. Wale wenye mizigo na kulemewa wasaidie Bwana. Uwe jibu kwao katika yote kwa jina la Yesu. Uwe jibu kwao. Kesho waone mkono wako ndani ya maisha yao. Kesho wakuone ndani ya maisha yao. Uwafanyikishe Bwana. Uwarushe maetapi na maetapi mabaya katika jina la Yesu. Waone mkono wako, washuhudie siku moja. Saidia kanisa lako. Tunajiweka mikononi mwako Bwana. Endelea kutembelea kanisa hili. Kubariki waimbaji, kubariki washirika, kubariki viongozi katika yote Bwana, na kushukuru. Ninasema asante kwa kuwa nimeliongea neno tu nimelisikia. Na kushukuru kwa sababu linakwenda kufanya kazi ndani ya mioyo yetu sote. Jioni ya leo tuendelea kuwa pamoja nasi katika yote. Ninakushukuru Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki.